Nafasi hii kuipongeza halmashauri manispaa kwa kutoa 10% kuipa TARURA ili kujenga barabara hizi. Na mimi ningependa kabisa wananchi barabara hizi wathamini na wazitunze, kwa sababu ni matokeo ya fedha ambayo imetolewa na wao wenyewe kupitia mapato ya ndani, na hili ni jambo kubwa sana. Lazima tuanze kuona kwamba jukumu la ujenzi wa barabara TARURA tumempa kazi ya kusimamia, lakini jukumu bado ni la sisi wenyewe pia kushiriki katika kujenga hizi barabara. Na barabara hii ni muhimu. Maisha yangu sehemu kubwa yamekuwa Dar es Salaam kama mwanafunzi, mhadhiri, mpaka kufika ndio kupata na njia tukipita kwenda Makongo. Na mimi nilikuwa na kiwanja Makongo, lakini nilipoenda kusoma nje sikuwa mwangalifu. Niliporudi nikakuta kimejengwa, nikaona tuelewane tuachane. Kwa hiyo barabara hii nimeona kabisa umoja za wanafunzi wa vyuo vyetu vikuu vya elimu ya juu vinne vilivyoko hapa: chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha ardhi, chuo cha na chuo cha rasilimali maji. Hawa sasa tumewasaidia kwa njia ya haraka sana kufika masomoni na kurudi, na naamini kabisa baadaye swala la taa, nataka kuamini hivyo, ili sehemu hii kwa sababu ina idadi kubwa ya wanafunzi vijana, ningefaa iwe na mwanga, pawe na mwanga. Kwa hiyo ningependa tufikirie kuweka taa. Hili lililofanyika ni kubwa, wala si libezi hata kidogo, na mimi ni sehemu ya serikali, tunajivunia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini sasa twende hatua sehemu hasa zile ambazo zinagizagiza tuweke taa ili wanafunzi hawa wawe salama. Mimi nikushukuru sana mkuu wa barabara hii toka ikiwa njia wala haijawa barabara njia. Tukipita kwa mguu kuja Makongo, eneo hilo alikuwa anaishi na shamba marehemu Dr. Sengondo Edmund Adrian Hamisi Mwarabu Mvungi. Kwa hiyo njia hii tumepita ikiwa njia ya mguu, na leo baadaye ikawa barabara, leo barabara ya rami, na nahakika kabisa Dr. Road utafikiana na mimi, hii ilianza kama njia wala haikuwa barabara. Leo ukiona ina rami, hatuna budi kabisa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuongezea maisha kuiona ikiwa barabara, lakini pia kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa jitihada kubwa zilizofanya. Kazi kubwa mmefanya. Naomba tufikirie sasa taa. Haiwezi kuwa barabara yote, hapana, lakini maeneo critical. Maeneo kama haya ambayo unajua kabisa, mwanga unafukuza wahalifu wa kuiba, lakini na wahalifu wa nguvu za giza wanaogopa sana mwanga. Mwanga. Nyingine nimekuja hapa kwenye hii mifereji. Tatizo kubwa, na nyinyi wahandisi, kuanzia kule lazima tuanze kutrain haya maji. Tukushukuru kwa kutembelea barabara hizi, na tushukuru sana pia kwa ombi ambalo mwenzetu pia ameleta dokta, na tayari ipo kwenye mipango kwa sasa. Lakini jambo kubwa ambalo profesa anataka kulisisitiza, hizi barabara, mwananchi wa kawaida ni vizuri tukaendelea kutoa elimu mara kwa mara kuhusiana na gharama za barabara hii. Mheshimiwa Waziri, hapo unayoona hii nyeusi hii ni lami ambayo tunaita bitumen, ambayo hili ni zao kutoka kwa wazalishaji wa mafuta, na sisi hii tunaipata almost huko kwenye nchi zenye vikwazo, lakini badala ya kwenda huko sisi tunaichukulia Dubai. Na hii bitumen moja, pipa moja lile wala haliwezi kwenda sana, unakuta hii nayo ni gharama. Lakini hiki unachokiona cha mara pili hapa, hizi ni kokoto ambazo ni aggregate, tunaichukua Msata kuileta hapa. Lakini tuna zao jingine hapa la simenti, ambayo hii simenti pamoja na kwamba tunazalisha kutumia mchanga, limestone, tuna pozzolana, lakini pia tuna material mengine ambayo tunaya-import pia kutoka nje. Kwa hiyo gharama za barabara kwa ujumla wake hauwezi tu kuiangalia kwa urefu au kwa nini, kwa sababu kwenye design ya barabara tunaangalia kitu kinaitwa original ground level. Kutoka kwenye OGL ndio tuna develop design ya barabara yenyewe. Mpaka sasa tunakuja, inawezekana hapa ndani udongo unakuwa chepe ambao haufai, tunaita cut spoil. Alafu inawezekana paka panahitaji grade ya udongo, let's say G5, G7, G15, inategemea na nature. Sasa yote inakuelekeza vifusi vya kuleta kuja capacity hapa mpaka kuja kwenye C1, kwa mpaka kuja sasa kwenye hiyo nyingine, mpaka unakuja kwenye primer na mpaka unapiga lami. Kwa hiyo sio mchezo kwenye barabara hata kilomita moja. Na ndio maana ukuta hapa kilomita 1.7 imekwenda almost 1.something billion. Lakini haiwezi kufanana kwa sababu ya kinachoitwa original ground level.
kila barabara inakuwa na design yake na inakuwa na mahitaji yake, mitaro pamoja na vitu vinginevyo. Kwa hiyo haya mahitaji ambayo yametolewa tutaendelea kuya-incorporate kwenye ndani zetu ili angalau mambo yaweze kwenda vizuri, lakini specifically kabisa kwenye barabara ambayo imeizungumza ipo sasa hivi kwenye utekelezaji. Barabara ya Kizota yenye urefu wa kilomita 1.07 inayojengwa kwa kiwango cha lami. Gharama ya mradi ni bilioni 1,032,306,669. Mwajiri wa mradi huu ni mkurugenzi manispaa ya Kinondoni kupitia bajeti ya mapato ya ndani. Mkandarasi aliyetekeleza mradi huu ni Civito Company Limited na mhandisi msimamizi wa mradi huu ni meneja wa wilaya TARURA Kinondoni. Hatua iliyofikiwa na utekelezaji wa mradi huu. Mradi mpaka sasa hivi umekamilika na unatumika. Muda wa mradi ulikuwa miezi 11. Muda wa kuanza mradi ulianza tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2025 na kukamilika tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mheshimiwa Waziri, faida za mradi. Baada ya kukamilika mradi huu, mradi umeboresha barabara na kwa sasa barabara inapitika katika vipindi vyote vya hali ya hewa. Imeleta muunganiko wa mawasiliano katika pande zote mbili baada ya kujenga ili box culvert. Na imepunguza mafuriko yalikuwa yanakumba barabara hiyo kwa kujenga mitaro ya maji. Imeongeza thamani ya ardhi katika maeneo yanayozunguka mradi. Imeongeza usalama wa barabarani kwa watumiaji wa barabara kwa kuwa alama za barabarani zimewekwa. Mheshimiwa Waziri, changamoto na namna tulivyozitatua. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni uwepo wa miundombinu ya DAWASA na TANESCO ambao tuliwasiliana na mamlaka husika na kutatua changamoto hizo. Ni mabadiliko makubwa sana. Kwa kweli tunawashukuru sana. Barabara inapaisha thamani ya mahali. Lakini kwa kuwa tumezungukwa na vyuo vikuu pia inatusaidia vijana wetu wawe na amani, wengine wanapangisha mpaka huko. Ngwe ndogo kutoka sekondari yetu ya Changanyikeni na primary school inaunganishwa na White Lake na kwenda Makongo. Ni padogo sana mheshimiwa, lakini urefu ni Lusiani, nisaidie, ni urefu gani ile barabara ya White Lake? Kilomita 1.6. Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri na uongozi mzima wa serikali, tunaomba ile ngwe ikamilike, itatusaidia. Tulishaahidiwa kwamba itamalizwa, lakini imechukua muda kidogo. Asante sana.